Haya, ndugu mpenzi unayenifuatilia, kama kweli wewe umesoma shule ya msingi na ulikuwa unazipenda hesabu, hebu niambie hili swali kama hujawahi kukutana nalo hili. Kuna mtu hajafanya hili swali akiwa shule ya msingi kweli? Sasa kama wewe lilikuwa linakusumbua, huu sio wakati wako wa kuliacha salama. Lazima tuelekezane na wewe umuelekeze mtoto aweze kulijibu hili swali endapo akikutana nalo kwenye mtihani. Hebu nifuatilie, tushirikiane wote kwa pamoja hapo. Hapa tuna maumbo mawili, tuna duara tunaliona kama linavyoonekana, lakini pia nje tuna umbo ambalo inatakiwa tulitafute sasa kwamba hii ni umbo gani. Sasa kama hapa nusu kipenyo, hiki ni nusu kipenyo, hiki pana sentimita 21, ina maana kutoka mpaka hapa si ni sawa na kutoka hapa mpaka hapa, maana yake ni sentimita 21, si ndio? Ina maana na kutoka hapa tena mpaka hapa pana sentimita 21, ina maana upana wa hapa ni sentimeta au upana wa hapa nisemee tu hata hapa kwa sababu kote kuna kwa sawa hapa pana sentimeta 42. Sasa umepata hizi sentimeta 42. Kwa nini umepata 42? Kwa sababu kama hapa mpaka hapa ni 21, ina maana ni kutoka hapa mpaka hapa 21. Je, kutoka hapa mpaka hapa tena 20 ngapi? Sina penye 21. Kwa hiyo 21 mara 2 unapata 42. Kumbe hapa pana 42, hapa 42, hapa 42 na huko 42. Je, sifa ya umbo kama hili ni umbo gani? Ni umbo mraba. Huu ni mraba, sawa? Kwa sababu pande zote zinafanana. Kwa hiyo umbo la nje ni mraba. Kwa sisi ili tupate sasa eneo lililotiwa kimvuli, kwanza tuanze na mraba. Kutafuta eneo la mraba ambao kanuni yake inasema ni upande mara upande. Sasa upande tumepewa sentimeta 42. Kwa hiyo tuchukue sentimeta 42 tuzidishe mara sentimeta 42, tutapata sentimeta za eneo kwenye upande wa umbo la mraba. Sasa chukua hapo 42 mara 42, sawa? Zidisha hapo, huyu mara huyu unapata ngapi? Unapata 4, unapata 8, hii mara hii unapata 8, hii mara hii unapata 10 na ngapi? 16. Tunajumlisha hapo, unapata 4, hapa 16, hapa na hili inakuwa 7, hapa inakuwa ngapi? 1. Kumbe tumepata 1764, 1764 sentimeta za eneo. Umbo la nje lote. Hapo tulikuwa tunatafuta umbo lote la nje hili lote hili. Sasa tuje tutafute hili eneo la nini? La duara hili ambalo duara letu lina nusu kipenyo. Kwa tukiangalia hapa kwamba duara letu sasa, duara ambalo eneo lake hili tutalipata kwa kutumia kanuni inayosema ni pai r kipeuo cha pili. Pai r kipeuo cha pili. Hebu njoo niifanyie hapa tu pembeni haraka. R yetu tumepewa ni sentimeta 21. Pai tutumie 22 juu ya 7 mara sentimeta 21 mara sentimeta zetu 21. Pai r kipeuo cha pili maana yake 21 mara 21. Hiki ndio kipenyo chetu ambao ni r. Unanifuatilia vizuri hapa? Turahisishe. Huyu 1. Huyu ngapi? 3. 22 mara 3 unapata sentimeta zetu 66 mara sentimeta 21. Jo 66 mara 21. Hii mara hii ngapi? 6. Hii mara hii ngapi? 6. Hii mara hii 12. Tunaandika 2 na kushika 1. Hii mara hii 12 na ile 13. Tunajumlisha. Hapa 6. Hii na hii ngapi? 8. Hapa inakuwa 3, hapa 1. Kumbe tumepata sentimeta za eneo 1386. Sasa ili upate eneo lililotiwa kivuli, chukua eneo la nje, toa eneo la ndani. Eneo la nje, toa eneo la ndani, utapata eneo lililotiwa kivuli. Kwa maana ya kwamba uchukue sentimeta za eneo 1764 tutoe na sentimeta za eneo 1386. Ndio tutoe hapa 14 toa 6 unapata 8. Hapa ibaki ngapi? 5. 15 toa 8 unapata 7. Hapa ibaki ngapi? 6. 6 toa 3 inabaki ngapi? 3. Kumbe jawabu letu ni sentimeta za eneo 376. Jibu letu ni sentimeta za eneo 376. Kwa hiyo kwa ufupi sasa, unatafuta eneo la nje lote ambao ni mraba
Hatua ya kwanza, ukipata eneo la nje unakuja unatafuta eneo la ndani ambalo ni duara. Ukipata jibu lake, chukua eneo la nje, toa eneo la ndani, unapata eneo la sehemu iliyotiwa kimvuli ambao ni 378. Asante sana kwa kunifuatilia mtazamaji. Karibu katika vipindi vinavyoendelea. Usichoke kunifuatilia, kwa sababu unaponifuatilia mimi kuna kitu unakipata na wewe unamuelekeza mtoto wako. Lakini kwambie kitu kimoja, najua na wewe ni mtaalamu. Kama una njia nyingine ya kujibu hili swali, tuletee kwenye comment. Usiwe mchoyo wa maarifa, tugawane maarifa ulionayo na mimi niyachukue nikawafundisha watoto wangu, kwa sababu sisi tunaamini wote tunaendelea kujifunza, mimi na wewe na mtoto. Ndio maana elimu ni mafiga haya matatu: mzazi, mwalimu na mtoto mwenyewe. Asante sana ndugu yangu.